haiwezi kuja kwa bahati mbaya. Inapotokea inakuwa ina sababu ambazo zinasababisha changamoto hizo kujitokeza. Sababu ya kwanza ni umri. Mwanaume mwenye miaka kuanzia 40 na kuendelea anakuwa hatarini sana kupata changamoto ya kutanuka kwa tezi dume, na ndio maana kwa umri huo unashauriwa kufanya vipimo vya tezi dume mara kwa mara. Lakini sababu ya pili ni kurithi. Kama familia yako na historia ya changamoto ya tezi dume, hakikisha pia unafanya vipimo mara kwa mara ili kuweza kujua kama na wewe umeshakuwa miongoni mwa watu walioambatana na changamoto hii. Na sababu ya tatu, homoni ya kiume kuweza kuvurugika. Homoni yako ya testosterone inahusika sana kuweza kudhibiti afya yako ya tezi dume. Hivyo inapopungua pia inasababisha au inaenda kuathiri afya yako ya tezi dume na hatimaye tezi hiyo kutanuka. Na sababu nyingine ni lishe mbovu. Mwanaume anapokuwa na ulaji mbovu pia inaweza ikapelekea kwa kasi kubwa kutanuka kwa tezi yake ya kiume. Sababu nyingine ni mtindo mbovu wa maisha, kukosa mazoezi, unene kupita kiasi. Ni vitu ambavyo pia vinaweza vikapelekea kwa spidi kubwa sana tezi ya mwanaume kutanuka. Na sababu ya mwisho ni maambukizi katika tezi ya kiume, ambayo inaweza kuharibu seli za tezi dume na kusababisha matatizo ya kutanuka kwa tezi dume ya muda mrefu sana. Hivyo, ili kuweza kuepukana na changamoto ya tezi dume, hakikisha pia unatibu kuanzia kwenye chanzo husika, ndipo utakapoweza kuondokana na changamoto hii moja kwa moja. Afya yako ni uwekezaji wako. Jeni na Afya nipo kuhakikisha tezi yako ya kiume iko salama salimini. Kama una ndugu yako ambaye anakabiliana na changamoto ya tezi dume, hata kama amefanya upasuaji karudi tena, chukua namba yangu nipigie, nitakusaidia kwa matibabu yake.